Manake ukiona wewe kuna vitu unavitafuta kwenye maisha yako, hujafanikiwa kuviona, sio kwamba vile vitu havipo. Vile vitu vipo. Hello? Vile vitu vipo, lakini uwezo wa kuviona hivyo vitu ndani yako haupo. Sio, nasikia vizuri? Manake unahitaji neema ikushukie ya kuweza kuviona hivyo vitu. Sio, nasikia vizuri? Utashangaa unaanza kuona kila ambacho unakihitaji kwenye maisha yako kinatokea. Kila ambacho unakitaka kinakuwa, kwa sababu uwezo wa kuviona vile vitu umeachiliwa ndani yako. Ukiona mtu anaona vitu ambavyo anavitaka na anaviona vinatokea kwake, maana yake uwezo wake wa kuviona vile vitu ndani yake ni mkubwa sana. Sio, nasikia vizuri? Ana uwezo wa kujua biashara iko wapi, ana uwezo wa kujua kazi iko wapi, ana uwezo wa kuona na akaenda akafanikiwa kupata. Unapoona wewe unaenda na hauoni, maana yake uwezo wako wa kuona hauko pamoja na wewe. Leo kila mtu amepewa uwezo wa kuona kwenye mafanikio. Kila mtu unayemuona leo amepewa uwezo wa kuona. Sio, nasikia vizuri? Kila mtu. Unapoona uwezi ona, maana yake tayari adui amekuondolea uwezo wako wa kuona hivyo vitu, uwezo wako wa kuvifikia hivyo vitu. Hello? Kuna maeneo leo unayang'ang'ania yanadidimiza mafanikio yako. Sio, nasikia vizuri? Ni kwa sababu uwezi ona kila ambacho kiko kwenye lile eneo ambacho kinaweza zidimiza hiyo biashara. Hello? Maana unatakiwa uwe na nguvu ya kuona, kuweza kutambua, kujua ni nini ambacho kinaharibu kile kitu ambacho kipo kwenye biashara yako. Maana ukipokea ule uwezo, utaweza kukiharibu kile ambacho kinaharibu biashara yako, afu utaanza kuyaona mafanikio ambayo mwanzo ulikuwa huwezi kuyaona kwenye biashara yako. Nisikilize, kiwango cha fedha ulichonacho leo sio kiwango chako cha fedha hicho. Hello? 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 Yaani ukiona leo upo kwenye kiwango fulani cha fedha, maana yake ndio uwezo wako wa kuona umeishia hapo. Amen. Nisikilize vizuri. Ukiona leo una kiwango fulani cha fedha kwenye maisha yako, maana yake uwezo wako wa kuona kwenye mambo ya fedha umeishia hapo hapo. Unatakiwa upate neema ya kuona zaidi. Leo upate uwezo wa kuona zaidi ili kiwango chako cha fedha kiongezeke ndani yako. Mungu alipotoa Israeli Misri, Biblia inasema akawapandisha jangwani, amewapitisha jangwani. Biblia inasema Musa akaliongoza kundi la wana wa Israeli. Ameongoza wana wa Israeli, amefika sehemu, Biblia inasema akaenda kwenye mlima ambao alipatana na Mungu, ambao alikutana na Mungu, akaenda ili kujiana na Mungu. Biblia inasema alipokuwa kwenye ule mlima akamwambia Mungu, usinitoe mali hapa pasipo kwenda na wewe. Hello? Akamwambia nionyeshe njia ile inipasayo kuongoza watu hawa. Sio, nasikia vizuri? Maandiko yanasema Mungu akamwambia, kama mlivyozunguka huu mlima sasa vyatosha. Hello? Geukeni kaskazini yenu, njia ya kwenda iliko ile pale, njia ya kuingia kwenye nchi ahadi ile pale. Maana yake njia ya mafanikio Mungu ameiweka mbele yako. Hello? Njia ya kuingia kule Mungu anataka wewe uende ipo mbele yako, ila kazi kubwa ipo juu yako. Umenyimwa uwezo wa kuiona njia yako. Sio, nasikia vizuri? Leo Mungu akupe uwezo wa kuiona njia yako kwa jina la Yesu Kristo. Leo Mungu akupe uwezo wa kuiona njia yako kwa jina la Yesu. Unapambana kwenye vita kubwa kwa muda mrefu, hujui namna gani unatoka kwenye ile njia. Issue si kujua, issue ni kuona ni nini kinachozuia wewe usitoke hapo. Maana ukikiona kinachokuzuia wewe ni vyepesi kushindana nacho na ukakiondoa kwenye njia yako ukaelekea mafanikio yako. Mungu akupe macho ya kuona leo. Mungu akupe macho ya kuona leo. Mungu akupe nguvu ya kuona leo. Uone kila ambacho umekitafuta kwa muda mrefu leo kwa jina la Yesu. Mungu alipomtokea Yeremia, swali la kwanza akamuuliza Yeremia, waona nini? Amen. Waona nini? Waona nini? Waona nini? Manake kuna samani sana, ama kuna umuhimu sana mtu kuona kitu ambacho Mungu amekiweka mbele yake. Lao Yeremia amewekewa mfito wa mlozi. Sio, nasikia vizuri? Kawekewa bilika ambalo linatokota maji. Mungu amemtokea kamuuliza Yeremia, waona nini? Manake Mungu ameweka kitu mbele yake, ila anamtaka Yeremia aone kile ambacho Mungu ameweka mbele yake. Nisikilize, fedha yako si kwamba haipo, ipo. Mungu ameiweka kwenye njia zako, ila uwezo wa kuona umeondolewa juu yako, na kurudishia uwezo wa kuona fedha iliyowekwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu.
Nisikilize, huyu Mungu unayemtumikia ana uwezo sana wa kukufikisha kule unakotaka wewe. Ili wewe ufike unahitaji nguvu ya kuona ndani yako. Hello? Uone ni nini Mungu amekiweka mbele yako. Ngoja nikwambie, ukifanikiwa kuona kila ambacho Mungu ameweka ndani yako, utaweka bidii na juhudi kukielekea. Utapambana hadi ukifikie. Utapigana hadi ukifikie. Hutaruhusu kabisa adui ainuke kwa kila ambacho Mungu amekuonyesha mbele yako. Hello? Leo Mungu akikuonyesha utajiri aliokuandalia kesho yako, nisikilize, hutazembea, hutafanya mchezo, kwa sababu umeshaiona kesho yako jinsi ilivyo. Na kuombea leo Mungu akuonyeshe kesho yako ilivyo kwa jina la Yesu. Uwezekano wa Mungu kukuonyesha kesho yako ni mkubwa sana. Hello? Ila unahitaji nguvu ya kuweza kuiona kesho yako. Sio, nasikia vizuri? Hello? Kuna watu wanasema kesho yako huwezi jua, ni uongo. Uongo. Ngoja nikwambie, nini maana ya kutangaza mwisho wakati wa mwanzo? Eti nini maana ya kutangaza mwisho wakati wa mwanzo? Kesho yako ulishaiona. Hello? 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 Kesho yako wewe ulishaiona. Issue wewe hupambani, hupigani kuiendea kesho yako. Ni nani ambaye akilalaga hapa anaota anahubiri? Nyosha mkono hivi juu. Nyosha mkono juu. Yaani ukilala unaota unaombea watu. Unaota unafungua watu. Unaota unaomba. Nyosha mkono juu. Naomba watu hivi wanyoshe mkono juu. Nyosha hivi. Nyosha hivi. Nyosha hivi, nyosha hivi. Unaona hawa hapa, nataka nitolee mfano. Unaona hawa hapa. Au unaota unafundisha, yaani upo sehemu unafundisha. Nyosha mkono hivi juu. Unaona hii mikono ambayo imenyoshwa hii. Afu niambie eti kwamba hawa hawajui kesho yao. Si uongo. Ni uongo. Hello? Manake Mungu ashakuonyesha kesho yako tayari. Sio, nasikia vizuri? Manake unatakiwa ufanye nini? Hello? Unaponiambia eti kesho ya mtu huwezi ukaijua, ni wewe. Hello? Hello? Ila Mungu akiwa ndani yako utaijua kesho yako. Yeye ni mwanzo na mwisho. Manake akikaa ndani yako atakuonyesha mwanzo wako na mwisho wako. Hujanielewa vizuri? Yeye ni mwanzo na mwisho. Manake akiwa ndani yako, yeye aliye mwanzo na mwisho, atakuonyesha mwanzo wako na atakuonyesha mwisho wako. Hello? Hello? Anasema yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Sio, nasikia vizuri? Sio, nasikia vizuri? Manake nyakati za kwanza atakuonyesha na nyakati za mwisho atakuonyesha. Mungu yuko hivyo, ila akiwa ndani yako. Hello? Matokeo ya maisha unayoishi leo ni kwa sababu ya ile kesho ambayo Mungu alikuonyesha. Sio, nasikia vizuri? Vita kubwa unayoipitia kwenye maisha yako ni kwa sababu ya matokeo ya kesho yako ambayo Mungu alikuonyesha. Hello? Changamoto zote ambazo unazipitia leo ni changamoto za kuiendea kesho yako ambayo Mungu alikuonyesha. Kile Mungu alikuonyesha ndio kimezalisha vita ambayo upo nayo leo. Kile Mungu ambacho anakusemesha na kukuonyesha kila siku ndicho ambacho kimezalisha matokeo ya maisha ulionayo leo. Sasa unaishi kwenye maisha ambayo huyaelewi, wakati tayari Mungu alishakupa ufunuo hayo maisha. Yaani Mungu alishaachilia ufunuo hayo maisha tayari, lakini unaishi kwenye maisha ambayo huyaelewi. Kataa kuishi kwenye maisha ambayo huyaelewi ingali ufunuo upo pamoja na wewe. Nimekwambia hivi, kuna mtu unaishi maisha ambayo sio ya kwako. La, kesho yako Mungu alishaionyesha zamani. Yaani una maono ya kesho yako lakini uishi ndani ya hayo maono. Una ndoto ya kesho yako lakini uishi ndani hizo ndoto. Ni kwa sababu Mungu alikuonyesha, hukupata kuelewa kwa sababu ya uwezo wako wa kuona na kuelewa kile ambacho Mungu alikuonyesha. Leo Mungu akusaidie, akupe kuona kesho yako na kuelewa kuishi ndani ya kesho yako. Pokea macho ya kuona kilicho chema mbele yako kwa jina la Yesu. Mungu ana kawaida ya kumuonyesha mtu maisha mazuri. Ana kawaida. Musa alipoongoza jeshi la wana wa Israeli, Biblia inasema alipofika pala Mungu akamtoa Musa, akamwambia Musa nifuate.
akambatana pamoja na Musa, akampandisha hadi kwenye kilima kirefu, akamwambia Musa, unaiona Yeriko ile pale? Hello? Mji ambao nilikuahidi mimi Mungu wako kwamba utawapa watoto wangu, ule mji ni ule pale. Sio, nasikia vizuri? Kumbe Mungu ana kawaida ya kumuonyesha mtu mahali alipomwandalia. Hello? Wakati yule Mungu anamwambia Musa utawaingiza kwenye nchi ya ahadi, Musa hakuwa anaijua nchi ya ahadi. Sio, nasikia vizuri? Hakuwa anajua Yeriko iko wapi, hakuwa anajua. Kwa sababu maisha yake yote yalikuwa ni maisha ya Misri, amekulia Misri. Kwenye jumba la Farao. Ameishi maisha ya kifalme, haijui. Mungu akamwonyesha nchi yenyewe ni ile pale, utakaoingiza watu wangu. Kumbe Mungu ana kawaida ya kumuingiza na nchi ambayo Mungu alikuwa anamwambia, hiyo nchi ina maziwa na asali. Maana ni nchi ambayo Bwana aliandaa kwa ajili ya mema ya wana wa Israeli. Kumbe Mungu ana kawaida ya kumuonyesha mtu mahala kule alikomwandalia, mahala kule alikomwekea. Leo Mungu akupe macho ya kuona ni wapi ndoa yako ilipo, ni wapi biashara yako ilipo, ni wapi kazi yako ilipo, ni wapi fedha yako ilipo. Leo Mungu akupe uwezo wa kuona kwa jina la Yesu Kristo. Na afungua macho yako uone wapi Mungu amekuandalia wateja kwa jina la Yesu. Na kufungulia macho yako ni wapi Mungu uone amekuandalia kuweka biashara yako kwa jina la Yesu. Nisikilize, ukiwa na uwezo wa kuona, hello, utakuwa na nguvu ya kumtukuza Bwana. Kwa nini unamtukuza Bwana? Kwa sababu uwezo wa kuona huzalisha mafanikio. Uwezo wa kuona huzalisha mali. Maana ukiwa na nguvu ya kuiona fedha utamtukuza Mungu. Hello? Matokeo ya kuona huleta shangwe ya Yesu ndani yako. Huleta furaha ya Mungu ndani yako. Leo Mungu akupatie uwezo wa kuona pasipo kawaida kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Sema tena 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 napokea kwa jina la Yesu. Kila mtu ana uwezo wa kuona binafsi. Sio vizuri? Kila ambacho anaona mwenzako si kila ambacho unaona wewe. Maana nini? Kila mtu amepewa uwezo binafsi wa kuona. Lakini adui anazuia uwezo wako binafsi wa kuona usione kile ambacho Mungu amekiandaa mbele yako. Ndio maana ukifuatilia wote hapa, si wote mna biashara za kufanana. Hello. Si wote mna biashara za nini? Si wote mnafanya kazi za kufanana. Nini? Uwezo wa kuona binafsi ambao Mungu ameweka ndani yako. Una uwezo wa kuona binafsi tofauti na vile ambavyo anaona uliyekaa naye hapo. Asa uwezo binafsi wa kuona adui ameuondoa ndani yako, ili usione katika uwezo binafsi wa kuona ni nini Mungu amekuweka mbele yako. Wewe uliokata tamaa, kuna fedha iko mbele yako, Mungu anaenda kukupatia leo kwa jina la Yesu. Sijasikia kama unanisikia. Utaona wateja kwenye hiyo biashara ambayo umekatia tamaa kwa jina la Yesu. Kitabu cha Luka ile sura ya 18 mstari wa 35 hadi 43 nisome hapo. Neno la Mungu nasema. Biblia inasema, ikawa alipokaribia Yeriko. Ikawa Yesu alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Mtu mmoja kipofu aliyekuwa ameketi kando ya njia, akiomba sadaka. Na alipowasikia, Biblia inasema mtu mmoja kipofu aliyekuwa ameketi kando ya njia akiomba nini? Sadaka. Akiomba sadaka. Yes. Hello. Maana hata alichokuwa na kiomba alikuwa kioni. Sio, sikia vizuri? Yes. Mtu mmoja aliyekuwa kipofu aliyekuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Kwa nini anaomba? Maana hana nguvu ya kuona. Yes. Kilichoandaliwa mbele yake. Yes. Mtu mmoja aliyekuwa kipofu ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Kwa nini anaomba? Mtu mmoja aliyekuwa kipofu. Hello. Kwa nini anaomba mtu mmoja aliyekuwa kipofu? Maana matokeo ya huyu mtu kuomba ni ukipofu uliokuwa juu yake. Sio, nasikia vizuri? Yes. Maana mtu asiyeweza kuona hawezi kuona mafanikio yake yalipo. Hello. Amen. Ngoja nikwambie, unaweza kuwa na macho ila huoni. Yes. Sijaelewa kama unanielewa. Yeah. Unaweza kuwa na macho ya damu na nyama lakini huoni. Maandiko inasema waleteni vipofu walio na macho, viziwi walio na masikio. Yes. Maana kuna uwezekano wa kuwa na macho ila huoni. Yes. Nisomee Isaya 43 ambapo nimekwambia kuanzia mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Nisomee hapo.
Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu nilimuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba. Mimi nimemuumba. Naam. Naam. Mimi nimemfanya. Mimi nimemfanya. Mstari wa 8. Walete vipofu walio na macho. Walete vipofu walio na nini? Na viziwi walio na masikio. Sijaelewa kama unaelewa. Walete vipofu walio na nini? Na macho. Walio na macho. Hello. Amen. Na viziwi walio na nini? Na masikio. Kuna uwezekano wa kuwa na macho lakini huwezi kuona. Uwezekano wa kuwa na masikio lakini huwezi kusikia. Biblia inasema alipokuwa akiingia Yeriko, akamkuta bwana mmoja alikuwa ameketi kwenye njia, aliyekuwa ni kipofu, akiomba sadaka, akiomba fedha. Maana kilichokuwa kinamfanya huyu mtu kuomba ni uwezo wa kuona haukuwa pamoja na yeye. Uwezo wa kuona haukuwa pamoja na yeye. Sasa watu wanaweza kuniambia soma inahusu vipofu tu. Biblia inasema waleteni vipofu walio na macho. Walio na macho. Maana kile unaweza kuwa na macho ila uwe na uwezo wa kuona. Macho unayo lakini uwezo wa kuona fursa hauna. Macho unayo ila uwezo wa kuona biashara huna. Macho unayo ila uwezo wa kujua ni mahala papi uweke biashara sahihi huna. Yes. Leo nakuombea ukapaone mahala sahihi pa kuweka fedha yako kwa jina la Yesu. Amen. Na kuomba ukaone mahala sahihi pa kuweka fedha yako kwa jina la Yesu. Amen. Na ukiweka fedha yako haitaanguka tena kama mwanzo. Haitapotea tena kama mwanzo. Yes. Haitakufa tena kama mwanzo. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Sema fire. Fire. Anasema hiyo Isaya 43 mstari wa 8, waleteni vipofu walio na macho, viziwi walio na masikio. Maana yake wana macho ila hawaoni. Yes. Wana masikio ila hawasikii. Yes. Kuna uwezekano wa kuwa na macho ila usiwe na hela. Uwezekano upo. Hello? Kuna uwezekano wa kuwa na macho ila usiwe na kazi. Uwezekano upo. Kuna uwezekano wa kuwa na macho ila usione ndoa. Uwezekano upo. Macho hakupi ndoa ila uwezo binafsi wa Mungu wa kuona ndoa ulipo ndio inakupa ndoa. Sijaelewa. Ninifundisha kama nanielewa. Nimekwambia macho ulionayo hayakupi fedha, ila uweza binafsi aliweka ndani yako Mungu wa kuona, huo ndio unaokupatia fedha ulionayo. Ingekuwa macho yana uwezo wa kupatia fedha watu, kila mtu angekuwa na fedha. La, kila mtu unayemuona huku duniani angekuwa tajiri. Kila mtu angekuwa na miliki fedha. Kila mtu angekuwa na miliki magari. Kila mtu, maana yake aliyepata magari amekuwa na macho ya ziada ya kumuonyesha gari ya mahali lilipo. Aliyepata biashara amekuwa na macho ya ziada ambayo mwenzake amekoswa yakamnyima kazi, yeye amekuwa nayo akamuonyesha kazi. Leo nakuombea upokee macho ya kuona kitu chako kwa jina la Yesu Kristo. Nimekwambia hivi, si kila mwenye macho huku duniani amemiliki fedha. No. Si kila anayeona kwa macho yake amemiliki kazi. Kuna uwezekano wa kuwa na macho na usiwe na kazi. Kuna uwezekano wa kuwa na macho na usiwe na fedha. Unapomuona mtu ana fedha, manake uweza wake wa kuona binafsi umemsaidia kuipata ile fedha. No. Manake amepata pale ambapo mwenzake hawezi kuona kama anaweza pata. Manake Mungu amekufunulia macho kujua ni wapi pesa unaweza kuipata. La, ndio maana leo umeinua biashara kwenye hicho kiwanda, sio wewe. Ni macho ya ziada yamekusaidia kujua nikiweka biashara kwenye hicho kiwanda napata fedha. La, sasa leo nakuombea macho yako yaongezeke zaidi. Ndani ya hicho kiwanda uone fursa zingine zitakazokusaidia kupata fedha kwa jina la Yesu. Sema fire. Yes. Nisome hapo chapu tusipoteze muda. Nisome hapo. Luka 18 mstari 35. Biblia inasema. Na Mungu anasema. Yes. Ikawa alipokaribia Yeriko. Alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi akiomba sadaka. Akiomba sadaka. 36. Yes. Na alipowasikia makutano wakipita. Alipowasikia makutano wakipita. Aliuliza. Kuna nini? Wakamwambia. Yesu wa Nazareti anapita. Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele.
Yes. Biblia inasema akauliza kuna nini? Wakamwambia Yesu wa Nazareti. Maana yake alikuwa hana uwezo wa kumuona Yesu. Yes. So sikia vizuri. Wakamwambia Yesu wa Nazareti. Na Biblia inasema akapiga kelele. Yes. Akapiga kelele. Akapiga kelele. Akisema Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze. Hello. Biblia inasema akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Biblia inasema alipokuwa akipaza sauti, wale waliomtangulia Yesu wakamzuia. Hello. Yes. Mtu anayetaka kuona kitu ambacho anataka kuona. Maana yake nini? Hauoni kwa sababu kuna watu wanakuzuia usione kile ambacho Mungu anataka ukione mbele yako. Amen. Hujanielewa? Yes. Hello. Mtu aliyekuwa haoni ni kipofu. Maana nasema alipopita Yesu, akaelezwa ni habari za Yesu. Ni Yesu anapiga. Biblia inasema akapaza sauti yake akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Biblia inasema alipokuwa akipaza sauti, wale waliokuwa pamoja naye wakamzuia. Hello. Amen. Kwa nini unamzuia? Asione. Huoni fedha kwa sababu kuna watu wanakuzuia usione fedha. Huoni biashara kwa sababu kuna watu wanakuzuia. Yes. Hello. Amen. Hello. Yes. Leo natoa tamko kwa kila anayekuzuia anguke chini kwa jina la Yesu. Amen. Kila anayezuia usione biashara anguke chini kwa jina la Yesu. Amen. Natamka anguke leo kwa jina la Yesu. Yes. Simuelewa vizuri. Amen. Biblia inasema alipokuwa kipaza sauti anaita Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Maana sema waliokuwa pamoja na yeye wakamzuia. Kwani walimzuia? Lengo la yule mtu kupaza sauti alikuwa anataka aone. Kwa sababu alikuwa haoni. Aone mambo ambayo alishindwa kuyaona kwa muda mrefu. Yes. Hauoni kwa sababu kuna watu wanakuzuia usione mambo ambayo hujaona kwa muda mrefu. Yes. Kuna kazi leo haijatokea ni kwa sababu sio kwamba huna macho. Ni kwa sababu macho yako yanazuiliwa usione kazi yako. Leo kila kinachozuia kianguke chini kwa jina la Yesu. Amen. Leo kila kinachozuia kianguke chini kwa jina la Yesu. Amen. Kila kinachozuia kianguke chini kwa jina la Yesu. Amen. Sijaelewa kama watu umeelewa hapo vizuri. Yes. Hello. Biblia inasema akapiga kelele. Akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yes. Maana kusema waliokuwa pamoja na yeye wakamzuia. Wanamzuia nini? Asione. Kwa sababu kila alikuwa anataka mtu yule ni kuona. Yes. Amesikia habari za Yesu kwamba Yesu vipofu anawafanya wanaona. Hello. Na wakati Yesu anapita kwenye njia yake, akajua hapa naenda kuona kwa sababu Yesu anapita. Nimezisikia habari zake, vipofu wanaona, hapa naenda kuona. Kwa watu wale ambao walikuwa wamemzingira walipojua huyu mtu anaenda kuona kwa sababu huyu mtu tumemuona akiwafungua vipofu, huyu mtu ataona kila ambacho alikuwa hawezi kuona, wakamzuia. Kila anayekuzuia usione kila ambacho Mungu amekiweka mbele yako, leo namharibu kwa jina la Yesu. Amen. Hujanielewa bado? Leo namharibu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu waliomzuia ni wale ambao walimuona Yesu. Biblia inasema waliokuwa pamoja na yeye wakamzuia. Yes. Maana waliokuwa pamoja na Yesu wakamzuia huyu mtu asipige kelele. Maana hao watu wamemuona Yesu akiwafungua vipofu. Wanajua kabisa baada ya hapo huyu mtu ataona. Kila anayekuzuia usione fedha yako leo namlalua kwa moto wa Mungu. Amen. Mstari wa 39. Yes. Basi wale walipotangulia wakamkemea ili anyamaze. Wao walipotangulia ni wale ambao walikuwa pamoja na Yesu. Amen. Wanajua kabisa Yesu anafungua vipofu na wanaona. Ila wakamkemea. Ingali wakijua Yesu ana uwezo wa kumfungua huyu mtu. Ana uwezo wa kumfanya mtu akaona. Yes. Biblia inasema wakamkemea. Wakamzuia. Endelea. Lakini yeye alizidi sana kupaza sauti. Akazidi kupaza sana sauti. Mwana wa Daudi. Bwana wa Daudi. Unirehemu. Yesu akasema. Yesu akasimama. Akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia. Alimuuliza. Wataka nikufanyie nini? Akasema. Bwana, nipate kuona.
kuona. Hello. Amen. Maana yake walikuwa namzuia asipate kuona. Amen. 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 Kumbe usichokiona kuna watu wanakuzuia usikione. Hello. Amen. Usichokiona kuna watu wanakuzuia usikione. Yes. Leo nawaondoa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Ulipiga makofi, Mungu akubariki zaidi. Leo nawaondoa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Leo nawaondoa kwenye barabara zako kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema alipokutana na Yesu, Yesu akamuuliza, "Wataka nikutende nini?" Akasema, "Nataka kufanyeje?" Kuona. Kumbe issue kubwa na shida kubwa yule mtu iliyopelekea hadi watu wamzuie, kutaka kujua, kuona vitu ambavyo hawezi kuona. Yes. Hello. Amen. Kumbe kuna vitu unahitaji kuona, ila kuna watu wanakuzuia. Amen. Kuna watu wako kwenye njia zako kuzuia usione. Kila anayezuia leo namwangusha kwa jina la Yesu. Amen. Kila anayezuia leo namharibu kwa jina la Yesu. Amen. Kila anayezuia leo namuua kwa jina la Yesu. Amen. Nalibu uweza wake leo kwa jina la Yesu. Yes. Amen.